Turudi kwa Simba ambaye jana alikuwa dimbani, wengi wameonekana kumlaumu sana kutokana na matokeo ambayo aliyapata. Nini ambacho kimebadilika kutoka kwa Simba ya ugenini na Simba ambayo imecheza jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa? Mimi nafikiri kuna moja kati ya kitu ambacho ni challenge duniani kote sasa hivi. Watu wengi mpira wanautazama kwenye perspectives tofauti. Wakati mwingi watu wanakuwa na personal interest kwenye hizo mechi za mpira ambazo zinakuwa zinachezwa. Kwa mfano, moja kati ya kitu ambacho I'm sorry to say this, lakini kinachagiza maoni mabaya kwenye mpira ni betting. Betting inaathiri sana. Yaani mtu mara nyingi anaamini kile alichobashiri ndio kinachopaswa kuweza kutokezea. Na kile chochote ambacho kinapotokezea tofauti lazima talaumu tu kwa sababu haikuwa expectation yake. So sishangai hata kidogo kwa hiki ambacho kinajitokeza kwa wakati uliokuwepo, kwa sababu at the end ni swala la watu wenyewe kuona ni nini kilicho bora ambacho wanaweza kukifanya kwa ajili ya kuhakikisha wananufaika pia na mpira, whether ni direct or indirect. Lakini nikija kwenye kujibu swali lako la msingi, binafsi sikutaraji matokeo tofauti na makubwa sana kwenye mchezo huu. Na sikutaraji kwa sababu kwa mtu yoyote wa mpira, nazungumzia sasa watu wa mpira, sio watu wa betting, ama watu ambao wamekuja kwenye mpira kutafuta interest zao. Kwa mtu yoyote wa mpira alikuwa na expect kwamba speed haitakuwa ile kama ambavyo imekuwa kwenye mchezo wa kwanza, kwa sababu tayari timu inaongoza bao 3. Kama ingetokea labda wale Nsingizini kama wasingekuwa bora, lakini kwa maana ya kama Simba ingecheza kawaida na wale wakacheza kwenye intensity yao, bado mechi ingekuwa ngumu zaidi kwa sababu hawakuwa na cha kupoteza kwenye mchezo huo. Lakini hii pia sio kwa mara ya kwanza inatokezea. Weza ukumbuke mwaka 2015-16 Young Africans alicheza na APR. Kule ugenini alishinda bao 2-1. Magoli yote alifunga Juma Abdul kama nakumbuka vizuri. Na alivofika hapa Dar es Salaam mechi kawa 1-1. Ilikuwa ngumu sana ile mechi. Sio kitu ambacho unashangaa kwa sababu kimpira kwenye mpira wa Afrika unaongoza 3-0. Kinachofuata unakuja kurelax tu. Tazama hata Al Ahly juzi kashinda mechi yake dhidi ya Egenwar ya Burundi bao 1-0 kule Burundi. Karudi nyumbani kashinda bao 1-0. Tena ukitazama lineup yake kaanza na kina Ahmed Abdel Kader ambao mwalimu aliyepita Jose Riveiro hakutaka hata uwepo kwenye timu, aliwatema kuwapeleka kwenye timu za vijana. Kwa hiyo ni watu tu wasio wa mpira ndio ambao wanaweza kujudge sana keen performance ambayo imeonekana. Lakini kwangu naendelea kuamini kwamba is a trial and error ambayo lazima itatokezea, kwa sababu ndio yani kwenye misingi ya mpira kuna wakati ambao unapaswa kupata matokeo ya aina ile ili uweze kutengeneza timu yako ama ili uweze kuona kile ambacho kinatokezea. Sawa, kiufundi kabisa, kocha jana ameanza na Kibu Denis kama mshambuliaji asilia. Nini ambacho alikiona kwa Kibu Denis ukilinganisha na Jonathan Soa na wachezaji wengine kwenye ile eneo? Ni mapema sana kumhukumu kwa chochote kwa sababu hajafanya hata press yoyote ambayo ameeleza kwamba tactical nini anachokitaka. Hajacheza sana kiasi ambacho anaweza katupa kwenye ile Simba nini ambacho amekiona. Lakini kwa mie nilivyomfuatilia Pantev, na ndio maana mwanzoni tulivyotangaza nilikuwa na uthubutu wa kusema Simba wamepata mwalimu kweli, kwa sababu ni mwalimu ambaye anaamini kwa kila mchezaji potential ulionayo. Huyo Kibu Denis ndo kafunga mechi iliyopita mabao 2 akitokea bench, si ndio? Kwa hiyo mwalimu inawezekana alitaka kujaribu ama kuona, yupo kwenye trial and error ya Simba, inawezekana alitaka kujaribu kuona namna gani huyu mchezaji anaweza cope na mazingira tofauti kulingana na mahitaji ya mchezo husika. Turudi kwa Young Africans sasa, wameachana na kocha wao Romain Folz, lakini pia wamekuja na kocha mwingine. Nini ambacho tutegemee kwa kocha ambaye amekuja hivi sasa, ama nini ambacho unaona kinaweza kikabadilika kutoka kwa Yanga ama imeanza msimu na hii Yanga ambayo inatarajiwa kwenda kufanya vizuri? Mimi na imani kubwa sana na mwalimu Pedro Gonçalves kwa sababu sio tu kwa mwalimu, mshindi wa CHAN mara 2, robo finali ya AFCON, lakini pia ameifanya Angola kutoka kwenye rank ya 130 mpaka 80. Is a great coach, na
na imani kubwa kwa sababu pia ana uwezo wa kutengeneza vijana na kuwatumia. Kwa msingi huo ukiniuliza ni nini ambacho na expect kwake, nitasema na expect matokeo makubwa na na expect mambo mazuri kutoka kwake, kwa sababu at the end mwalimu atakuwepo na ataendelea kuonesha kile ambacho yeye anaweza kukionyesha, na kila kitu kitakwenda kwenye kile ambacho kinatakikana. So definitely mwalimu mzuri, ana uwezo mzuri wa kucoach, ana uwezo mzuri pia wa kuishi na wachezaji, na ana uwezo mzuri wa kutengeneza kazi iliyo bora. Sina mashaka hata kidogo na kile ambacho anakwenda ku display. Kikubwa ni Young Africans wamsaidie aweze kufanya kwa ubora, kwa sababu mwalimu anaweza kuwa bora ila mazingira wezeshi ndio ambaye anahitajika zaidi ili aweze kufanya kile ambacho kinahitajika aweze kufanya. Sawa Pete, kuna pengo la Aucho ulipotazama kwa kikosi cha Young Africans? Pengo la Aucho, yes. Aucho ni mmoja tu. Aucho ni mmoja tu. So pengo linaweza likazibwa kwa mchezaji mwingine ama linaweza likazibwa kwenye mfumo. Lakini vyote hivyo itategemeana na yeye mwenyewe namna ambavyo na wao wenyewe Young Africans ambao wanatathmini. So Aucho alikuwa mchezaji muhimu na haiwezi kuondoa hilo kwa gharama yoyote. Amefanya kila kitu kizuri. Nafikiri waliokuwepo wanayo nafasi ya kujitathmini kama wameziba pengo ama bado. Mligo ameziba pengo la Mohamed Hussein? Nafikiri Mligo hawezi kuzimbwa hata iweje, lakini ni mchezaji mzuri ambaye ameenda kudeliver. Alionyesha hivyo tangu akiwa KMC Geita, alikuwa mchezaji ambaye anatuonesha picha ya tofauti. So siamini kama alikwenda pale kwa ajili ya kwenda kuziba pengo la Mohamed Hussein. Ameenda kama mchezaji mwingine na anaweza kadeliver kama mchezaji mwingine. Asante. Shukrani. Nataka tumalize na moja. Kuna baadhi ya watu wanaonekana wakizungumzia performance ya Elie Mpanzu kwamba imeshuka. Kwa upande wako unamzungumziaje? Sasa Elie Mpanzu ukisema hajashuka performance, labda hujawahi kumuona, lakini kama ulimuona last season alivyoingia Simba na sasa hivi anavyocheza, yani tofauti. Hayupo kwenye ubora wake. Sijui sababu ni nini, kwa sababu siwezi kukaa kumhukumu mchezaji wakati sijui anapitia challenge gani. Lakini kama nitasema Elie Mpanzu yupo vile vile, hata mbingu itakuwa inanishangaa. Nitakuwa najiongopea mwenyewe na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema hawezi kunijalia heri. Ukiwa mkweli tu, lazima uwe mkweli wa nafsi yako na umuogope Mungu. Hayupo kwenye ubora wake na inawezekana kuna sababu nyingine, labda ana injury, labda sijui, lakini I do believe anaweza karejea kwenye ubora wake kwa sababu ni mchezaji wa viwango vya juu. Tumalize na Yakubu Suleiman. Ameweza kukava asilimia 100 gap la Musa Pinpin Kamara. Musa bado yupo Simba. So kisema amekava angekuwa hayupo sawa, lakini ameonyesha performance bora hasa kwenye mchezo ule wa mwisho wa Champions League. Anakoka vizuri Kamara. Anaweza kapata challenge. Yeah, inawezekana kwa sababu huyo ni goalkeeper wa timu ya taifa Tanzania 1, lakini yule pia ni goalkeeper wa timu ya taifa. Kwa hiyo wanapokutana makipa wawili wa timu za taifa is a top. Yeah. Malalamiko mko mengi kwa mashabiki wa Young Africans kuelekea kwa Prince Mpumelelo Dube. Vipi kwa upande wako? Anapitia wakati mzuri kwa no, ni kipindi cha kawaida tu kwa mchezaji. Alikuwepo Ditra Mchimbi, alikaa mwaka mzima alifunga goli moja. Kibu Dennis msimu mzima alikuwa na goli moja, sijui mbili. Ni kawaida tu kwa mchezaji. Wala si dhani kama inapaswa kwa agenda hivyo. Ukichagua kumwonea huruma ama ukichagua kumtazama kama mchezaji mwingine, kama ukichagua vipi ni wewe, lakini naamini ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri, atafunga tu. Itafika muda atafunga. Siamini kama ndo magoli yameishia hapo kwa sababu haendi tena kucheza beki. Shukrani.